Akizungumza katika mahafali hayo kwa niaba ya kamanda wa wakala wa misitu Tanzania TFS kanda ya Magharibi, mgeni rasmi ambaye ni mhifadhi mkuu wa TFS wilaya ya Tabora Alois Kilemwa ameupongeza uongozi wa shule kwa kazi kubwa ya kusimamia taaluma, jambo ambalo limekuwa likionekana kupitia matokeo ya mitihani ya kitaifa kila mwaka. Nilikuwa najaribu kupitia tena matokeo kadri mkuu wa shule alivyokuwa anawasilisha taarifa yake. Kwa ujumla matokeo yenu ya mitihani ya taifa sio mabaya. Shule inajitahidi sana, lakini tunatakiwa kufanya vizuri zaidi ya hapo ili tuwe bora zaidi na zaidi. Mkuu wa shule pia akasema katika taarifa yake kuwa mna walimu wa kutosha na wenye sifa, wenye weledi, tena walio wengi wameletwa na makao makuu ya jeshi. Shule zingine binafsi hazipewi walimu, wanaenda kuwatafuta wenyewe. Kwa hiyo sisi tunapata fursa nzuri zaidi ya kuletea walimu ambao wako vizuri sana kutufundishia wanafunzi wetu. Hivyo tuna kila sababu ya wanafunzi wanaopita hapa wafanye vizuri zaidi. Kama matokeo yalivyoonyesha kwamba mna 0 hamna, na matokeo ya form 6 hamna 5 na ile 0. Kwa hiyo niwapongeze sana. Nitoe rai tu kwa walimu wote kuweka mikakati yenu vizuri ya kuinua taaluma na kuitekeleza kwa kushirikiana na uongozi wenu, wazazi, walezi na wanafunzi wote kwa ujumla. Tutapata mafanikio makubwa zaidi kama shule. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya sekondari Unyanyembe Luteni Kanali Albinus Komba amebainisha kuwa siri ya mafanikio hayo ni mipango ya muda mrefu waliojiwekea, ikiwemo kuweka mazingira rafiki ya kujifunzia. Ili kuinua kiwango cha maendeleo ya shule katika taaluma, shule imejiwekea mikakati mingi, lakini nitaisema michache tu. Kwanza, tunaimarisha idara za masomo kwa vifaa, vitabu, kemikali kwa masomo ya sayansi. Lakini pia walimu wafundisha wanafunzi wa kutumia pia muda wa ziada kuanzia alasiri hadi saa 11:30 jioni. Shule inatoa motisha na zawadi mbalimbali kwa walimu na wanafunzi ambao wanafanya vyema. Hiyo inasaidia kuinua na kuimarisha taaluma. Tumeanzisha utaratibu wa kutoa huduma ya chakula cha mchana kwa wanafunzi wa kutwa. Wanafunzi hawa wanasimamiwa katika usomaji wao wa usiku, hasa wanafunzi wa bweni ambao tunao hapa shuleni. Masomo yao ya usiku, yani ile night preparation. Nidhamu ya shule yetu ni nzuri na ni thabiti, na ndiyo nguzo ya mafanikio kitaaluma na mambo mengine ya shule. Mbali na kupaisha kiwango cha elimu, mkuu huyo wa shule ameongeza kuwa Unyanyembe imejipambanua katika kuibua na kukuza vipaji vya wanafunzi kupitia sekta ya michezo, akiamini kuwa elimu na michezo ni pande mbili za sarafu moja katika kumjenga kijana kifikra na kiafya. Tuna akademi ya michezo hapa. Ni lengo letu kuibua vipaji mbalimbali vya michezo na kuviendeleza kupitia michezo ya mpira wa miguu, mpira wa pete, mpira wa kikapu, riadha na kadhalika. Shule yetu imefanikiwa kushiriki katika mashindano mbalimbali ya michezo, hususan UMISETA. Aidha, mwaka jana tulishiriki mashindano ya michezo ya shule za sekondari zinazomilikiwa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania huko Kizuka, Morogoro, na kupata ushindi mkubwa. Shule ilipata kikombe cha mshindi wa jumla kwa michezo yote. Na kwa mwaka huu mashindano haya yatafanyika huko Tanzania visiwani Unguja katika shule ya sekondari ya Nyuki. Naona mfano kwa mwanangu akija nyumbani anipa mfano mzuri kwamba kweli hapa iko shule ya kijeshi na nidhamu hasa za kijeshi pia. Na wasa wa vijana wetu mtakapoenda majumbani mkawe na nidhamu mliofundishwa hapa shuleni, nidhamu yenu mkaifanye kwa wazazi wenu, kwenye jamii ambayo mtakutana nayo, kwa sababu sasa mtaondoka kwenye maeneo ya shule. Kwa elimu niliyoipata hapa pamoja na hiyo niliyoipata kipindi cha nyuma kutoka shule ya msingi mpaka hapa nilipofikia, niseme nina uelewa mzuri sana, lakini pia naweza kujitambua na najua naweza kuyakabili hayo yote na kuepukana na hivyo vitendo. Naamini kwamba nitavishinda vishawishi vyote na nitasimamia nidhamu yangu. Mafanikio haya ya shule ya sekondari Unyanyembe yanatoa taswira ya ushirikiano wa dhati kati ya walimu, wazazi na wanafunzi, huku matumaini yakiwa ni kuendelea kutoa wahitimu wenye ushindani watakaolisaidia taifa katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo. Kutoka mkoani Tabora, mimi ni Hadija Omari Mazezele, Mabadiliko Chanya TV.